Asubuhi inapoanza katika karakana ya Street Engineer iliyopo Tunduma mkoani Songwe, inasikika sauti ya chuma. Na huo ndio mziki unaotangaza matumaini mapya. Kilichoanza kama wazo la kijana mwenye ndoto ya kutatua changamoto za wakulima, hii leo kimegeuka kuwa mashine inayoweza kupiga mahindi hadi gunia 1000 kwa saa. Katika miaka 40 ya Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia Tanzania, yani COSTECH, simulizi ya Adam Zakaria Kinyekile si hadithi ya mafanikio ya mtu mmoja, bali ni kielelezo cha nguvu ya taasisi inayowekeza katika vipaji vya Watanzania na kugeuza ndoto kuwa maendeleo ya taifa. Mashine uzuri wake sasa kuitengeneza haitumii gharama kubwa. Unaona? Alafu ni bora kuliko mashine hizi ambazo zinatoka nje. Hiyo mashine mimi toka imeanza kutumika hapo kuharibika hajayo miaka yote. Na inafanya kazi masaa 24. Haijapata changamoto yoyote. Kwa hiyo tulifikia mahali kwamba mimi nikabidhi hii teknolojia kwa nani? Kwa serikali. Wao ndio produce hizi mashine waendelee mbele ili mimi nifikirie vitu vingine vya kufanya nini? Vya kusaidia jamii kwa sababu changamoto ni nyingi za wakulima. Kazi ile mashine ambazo inafanya, kazi ya kwanza ilikuwa ni kupiga mahindi. Ndio kazi kubwa sana ambayo ilikuwa iko mle. Hizi zingine nafikiri ni za kawaida tu. Ilikuwa kusaga nafaka ya aina zote isipokuwa zile ambazo zina mafuta. Kwa mfano alizeti, kalanga, mle zilikuwa haziwezi kuingia. Lakini nje na nafaka ambayo haitoi mafuta ilikuwa ukiingiza mle una muhogo mkavu, sijui una nini, chochote kile. Kwenye kusaga utasaga. Kwenye kupiga mahindi huko utapiga mahindi, utapiga maharage, utapiga si nini, yani vitu ambavyo vikavu vinaendana na jamii hiyo. Utafanya hivyo. Na ukimaliza pia unaweza mabaki yale ukayasaga tena akawa nini? Chakula cha mifugo au mbolea. Lakini mafanikio ya Adam hayaishii kwenye mashine pekee. Ndani ya kampuni yake ya Street Engineer, teknolojia imekuwa darasa. Vijana wanaingia kutafuta maarifa, wanajifunza kwa vitendo. Ndani ya mji huu wa Tunduma na nje ya Tunduma, kama sio 200% au ni 100, vijana wote ambao wameajiri wenzao na wana maisha mazuri na wanaendesha magari na wana nyumba, ukiwauliza umetokea wapi, watakwambia umetokea kwangu. Wana maisha yao, wana drive magari na wanajenga nyumba, basi ni mkono wangu mimi. Nimewatoa ambapo mahali halikuwa hujui kitu chochote. Na sijaishia hapo, bado naendelea. Na vyuo vya ufundi karibia vyote mpaka sasa hivi bado field wanakuja kufanya hapa kwangu. Ninapo mtakutana na viongozi wa serikali za mitaa na nini huko, wao wanaweza kusema kupitia msaada niliopewa na COSTECH wao wamenifika vipi na mimi. Adamu anakiri kuwa safari yake isingekuwa rahisi bila mkono wa COSTECH. Vifaa vyenye thamani karibia milioni 99. Ikiwemo na hiyo mashine ambayo nilikuwa naonyesha pale kwa nikifanya kazi. Lakini nashukuru COSTECH walikuwa wananipeleka sehemu mbalimbali kuonesha teknolojia zangu. Nimeshashiriki maonesho mengi, Mlimani City kule, Sabasaba. Ile mashine kwa kweli uhitaji wa ile mashine mkubwa sana. Nafikiri nimepeleka Dodoma kwenye maonesho, imekwenda Mbeya kwenye maonesho, sehemu nyingi. Na uzuri COSTECH walinikutanisha na wataalamu, walinitengenezea orodha ya watu ambao watakuwa wanahitaji ile mashine, wao wanaacha anwani zao na wanakotokea na kila kitu. Kwa ile mashine imependwa sana na watu wengi sana. Matokeo ya uwekezaji wa COSTECH hayaonekani katika mashine pekee, bali pia katika maisha ya watu. Ernest Makanga ni mmoja wa vijana waliopata ajira kupitia kampuni ya Adam. Leo ana kipato cha uhakika. Lakini kupitia kazi na tunufaisha kwa msaada kwa wale watu kama kitu fulani kimekuwa mtakaende labda kaagiza sehemu nje, lakini kupitia hizi kazi tunazofanya sisi inakuwa ni msaada kwa wale watu, kazi inaenda kwa wakati, kwa muda mfupi. Watu wote ambao mpo mtaani, basi haki zenu zisilale, naombeni basi kama kuna mali, kuna mtu ana idea kitu fulani, basi jifunze kuwa na ubunifu. Maana tusitegemee kazi za ukulima, tuta kazi za biashara hizi za ubunifu ni nzuri sana. Hayo ndiyo matokeo halisi ya uwekezaji katika sayansi na teknolojia. Ubunifu mmoja unapopewa nafasi hauinui maisha ya mbunifu pekee, huibua ajira, huongeza uzalishaji, huimarisha uchumi wa familia na hatimaye kuchangia maendeleo ya taifa. Kwa mujibu wa kaimu mkurugenzi wa kituo cha kuendeleza na kuhawilisha teknolojia COSTECH, Erasto Shemu Mlioka, kazi ya Adam
Ni ushahidi wa kile kinachowezekana pale taasisi zinapoamua kuwekeza katika wabunifu wa ndani. Bwana Adam ameweka bayana ya kwamba nchi yetu inategemea sana kilimo, na yeye aliona wakulima wanapata changamoto kwenye teknolojia mahususi kwenye eneo la kilimo. Kwa hiyo kitu cha kwanza alianza kuona changamoto ni teknolojia ambazo zinafaa kwenye kilimo. Kitu alichokiona kwanza ni kuja na teknolojia ambayo inawezesha kuwe na mashine inayofika mashambani, na ikifika mashambani ifanye nini? Ikifika mashambani msaidie yule mkulima kipindi cha kuvuna kuweza kuchakata yale mazao, kama ambavyo ameweka, inaweza kuchua mahindi, inaweza kuchua karanga pamoja na maharagwe. Sasa hii yote ilikuwa ni kumsaidia mkulima aweze kuongeza thamani. Swala la ubunifu sio tukio, ni safari. Mmejionea wenyewe mazingira wezeshi hapo, ameweza kujengea uwezo vijana wengine. Amesema bayana imeshaleta athari chanya kwamba watu wanamiliki usafiri, wana nyumba zao, wana maisha yao. Hiki ndio kama serikali ilitarajia tunavyomwezesha Adam. Haikuwa kumwezesha yeye, ilikuwa kumwezesha yeye awezeshe na wengine. Mrioka anaongeza kuwa COSTECH itaendelea kuwahamasisha vijana wenye bunifu kujitokeza ili teknolojia zao zikue kutoka hatua ya wazo hadi uzalishaji wa kibiashara, hatua ambayo itaongeza ajira, ushindani wa viwanda vya ndani na ukuaji wa uchumi wa taifa. Tume ya Sayansi wajibu wake ni kuratibu teknolojia nchini. Tunavyosema tunaratibu, inamaanisha wadau wetu ndio wanaofanya hapa. Huyu mbunifu ndio anayefanya, lakini ye hataweza kuwa na utoshelevu wa utaalamu pamoja na nyenzo zinazohitajika. Kwa hiyo kitu tulichokifanya kama Tume ya Sayansi ni kumjengea mazingira wezeshi ya kiteknolojia, ikiwa ni pamoja kununulia mashine zile zinazoweza kuongeza thamani ya kipaji chake. Na haikuishia hapo, tulilazimika kumuunganisha na Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Dar es Salaam, inaitwa Dar es Salaam Institute of Technology. Wanayo kampasi yao hapa Songwe, inaitwa DIT Miunga, ili wale wataalamu waweze kumsaidia kuweka taarifa za ubunifu wake kwenye maandishi. Kwenye ubunifu tunazo hatua kubwa 3. Moja ni mazingira wezeshi ya kisera ambayo yanaratibiwa na wizara yenye dhamana ya sayansi na teknolojia. Kwa nchi yetu ya Tanzania ni Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ikishirikiana na Tume ya Sayansi. Eneo la pili ni wale watekelezaji ambao inakuwa ni wabunifu pamoja na taasisi zinazojihusisha na utafiti na maendeleo pamoja na vyuo vikuu. Masuala ya kisera inakuwa kama ndio kichwa, sera ndio inayosema kama nchi tunaenda wapi, kama tulio na dira ya 2050. Sasa ili utekelezo unahitaji mikono ndio hizi taasisi zenyewe zinazoingia hasa kutekeleza. Kama ambavyo amesema ameshirikiana na DIT, matokeo mmeyaona, ameweza kuja na mashine ambayo inawasaidia wakulima kuweza kuchukua tani moja ndani ya saa moja. Hiyo ni uwezo mkubwa ambao tunao ndani ya nchi yetu. Sasa eneo la 3 ni miguu. Tunajua miguu ndio inakufanya utembee. Ndio hapo kama mmemsikia mbunifu, ndio changamoto ilipo. Kwenye miguu hapa kuna taasisi mahususi, kazi yake ni kulekebu. Kulekebu ni kwamba kuhakikisha kitu kinachoenda sokoni kwa walaji kipo salama. Teknolojia nyingi nchini tunaagiza kutoka nje. Kwa hiyo uhitaji tunao. Tunataka teknolojia tunaagiza kutoka nje. Sasa kwa nini tunaagiza kutoka nje? Serikali sio wajibu wake wa kuzalisha kwa wingi. Ni wito kwa private sector kuja kuungana na kijana kama huyu, na serikali tuendelee kuweka mazingira wezeshi, ikiwa kama kuweka incentive
kuweka kipaumbele za kununua teknolojia hizi zitumike hata kwenye taasisi za serikali, zitumike kwenye makampuni tofauti tofauti ndani ya nchi na tuweze kusafirisha nje ya nchi. Miaka 40 ya COSTECH si historia ya taasisi inayoadhimisha umri wake pekee. Ni miaka 40 ya kuamsha ndoto za vijana, kugeuza mawazo kuwa mashine na mashine kuwa suluhisho la changamoto za Watanzania. Safari ya Adam Zakaria Kinyekile inaonyesha kwa wazi kuwa nyuma ya kila bunifu kubwa kuna mkono wa uwezeshaji, ushirikiano na imani kwa vijana, na hilo ndilo somo kubwa la maadhimisho haya. Na pengine katika karakana ile ya Tunduma, sauti ile ya mashine inavyovuma si kelele za chuma pekee, ni sauti ya Tanzania inayojenga uchumi wake kwa kutumia akili, ubunifu na nguvu za vijana wake. Asante kwa kutazama. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe, JN Media.